maskini. Na jamaa ametoka kwenye gari maskini. Ametoka maji. Alitoka. Alitoka. Kwa natunzia vitu vyangu hapo garden hapo, vimeenda vyote. Hapa nilipo sina mtaji, yani natetemeka. Naona labda ni mvua tu ndio imenyesha nyingi, au na watu mitaro haziko sawa. Mitaro ziko sawa, labda haya maji yasingesambaa. Wengi wanasema kwamba kuna makodari wamejenga huku mbele, kwamba ile njia ya maji ya zamani itakuwa imefungwa, kwa hiyo maji yanajikusanya sehemu moja, na ndio maana yanakuja mpaka huku kwa sasa. Sasa makodari yalikuwa mengi zamani, maji yalikuwa hayapo, sasa makodari yalikuwa hayapo, kwa hiyo maji yalikuwa yanatembea. Mimi hapa nina zaidi ya miaka 30 na kidogo. Haya mafuriko yaliyotokea leo na kupitia hii barabara ya rami. Hii barabara ya rami hayajawahi kutokea. Kawaida wao anapitia barabara kule kwenye kwenye mtaro kule, kama unatokea Maina kuja ambao kuna mtu ambao uelekeo wa daraja walikotengeneza daraja. Ndio mara nyingi mafuriko huwa yanatokea huko. Na mpaka sasa hivi hatuwezi kujua kwamba imekokoaje, kwa sababu ukiangalia daraja hatuwezi kulaumu sana. Daraja lenyewe limejengwa kiasi chake, kwa sababu limepanuliwa vizuri. Lakini cha ajabu tunashangaa mvua ya leo imekuwa tofauti na maji yametoka uelekeo ambao ni tofauti. Sasa hatuwezi jua kwamba huko mbele ya safari kama mvua itanyesha tena itakuwa vile. Hiyo ndio bado tunasikilizia kuangalia itakuwaje. Lakini sisi kwa jiografia yetu ya miamba, milima, mvua inaweza ikanyesha Kisesa, mvua inaweza ikanyesha kwa maana ya Magu, inaweza ikanyesha huko Misungwi, na inaweza ikanyesha hata wilaya zingine. Maji yale kwa sababu yanakusanyika kwenye milima, sisi tunajikuta kwa kuwa tuka bondeni tunapata madhara haya. Kwa kusema ukweli kwamba eneo hili la Mkuyuni kwa miaka mingi sana limekuwa ni eneo ambalo lenye changamoto kubwa sana. Ni eneo ambalo kwa muda mrefu sana wananchi wamekuwa wakipata adha ya mafuriko. Hata ulipokuja mradi wa SGR wakaamua kufidia watu na kuweza kuondoka, kwa baadhi ya wananchi ilikuwa ni ukombozi. Ombi langu kwa wananchi wa wilaya yangu ya Nyamagana na hata wanaonisikiliza katika maeneo mbalimbali, wao wanafuatilia pia utabiri wa hali ya hewa. Tunapotangaziwa kwamba mvua zitakuwa nyingi, wananchi wanaokaa mabondeni tuwe tunajiondoa mapema, kwa sababu hata leo isingekuwa ni uweledi wa jeshi la polisi, isingekuwa ni uweledi wa jeshi la zimamoto, isingekuwa ni utayari wa mimi mkuu wao wa wilaya chini ya uongozi wa mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, ambaye yeye ndiye anatoa maelekezo yote, pengine tulikuwa tunaongea mengine. Kwa sababu kuna baadhi ya vijana tena wadogo wako shuleni walishindwa kabisa kuondoka ndani kwa sababu maji yalikuja kwa ghafla. Lakini kule kwenye baadhi ya wananchi mazingira karibu nyumba 30 zilizingirwa na maji. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaomba wanaposikia kuna hatari ya mvua nyingi kunyesha, wale wananchi wanaokaa katika mazingira hatarishi, naomba wao wanaondoka wanakwenda kujisalimisha katika yale maeneo mengine ambayo ni salama. Lakini pia wanapoambiwa eneo hili limejaa maji usiende, nadhani nyie hapa waandishi wa habari mmekuja mapema. Kazi tuliyokuwa nayo ni kuwazuia wananchi kwenda kwenye yale maji yaliyokuwa yanatembea kwa mazingira magumu sana. Lakini ulikuwa unaona namna ambavyo hata wananchi yuko tayari kwenda kujaribu, jambo ambalo ni baya sana. Kwa hiyo nitoe rai kwao, wanaposikia imetangazwa na taasisi yetu ya TMA ambayo na yenyewe imekuwa ikifanya kazi nzuri sana, wao wanachukua tahadhari ya kujilinda na